Ripoti yetu ya leo inaliangazia kombora la Qadr kutoka nchini Iran, kombora la Kiajemi lililoshambulia meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln wakati huu wa vita. Jeshi la Iran limedai limeshambulia meli ya kubeba ndege ya USS Abraham Lincoln kwa kombora la Qadr. Jeshi hilo limesema kuwa kwa kutumia kombora hilo ambalo ni hatari limeweza kufanikiwa kufanya shambulizi hilo. Jeshi limesema katika taarifa yake kwamba jeshi la wanamaji lilirusha kombora kutoka pwani hadi baharini kwa kikosi cha meli ya kubeba ndege cha Abraham Lincoln ya Marekani kwa mara ya 11 na kulazimisha meli hiyo kubadilisha mkondo. Kabla ya shambulizi hilo, Shahram Iran, kamanda wa jeshi la wanamaji wa Iran, alikuwa amesema kwamba shughuli na mienendo ya meli hiyo ya Abraham Lincoln ilikuwa ikifuatiliwa na kwamba mara tu meli ya kundi hili hasimu ilipokuwa ndani ya safu ya mifumo ya makombora italengwa na jeshi la wanamaji wa Iran. Marekani haijatoa maoni yoyote hadi sasa. Hata hivyo, kuhusu kombora hili la Qadr, ni moja kati ya makombora mabaya mno ambayo yanadaiwa kwamba hufanya mashambulizi ya kuweza kuzamisha. Na hii ndio sababu ya Marekani, baada ya kuona aina ya kombora hili kurushwa katika meli yake, iligeuza mkondo wa meli hiyo. Hili ni kombora la kupambana na meli, linaitwa Qadr, limetengenezwa nchini Iran, ambalo limeongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa mashambulizi ya pwani katika mapambano na meli za wanajeshi wa Marekani. Kombora hili la Qadr ni aina ya kombora la kuzuia meli baharini ambalo limezinduliwa kwa mara ya kwanza mnamo Septemba 22 mwaka 2011 wakati wa mazoezi ya kimkakati ya jeshi la wanamaji wa Iran. Mnamo Septemba 25 mwaka 2013, mkuu wa ulinzi wakati huo, Hossein Dehkan, alizindua makombora ya Qadr Air Cruise. Kombora la masafa marefu kutoka pwani hadi baharini hutumiwa dhidi ya mapambano makali kama haya. Qadr inaweza kuchukuliwa kuwa kombora jepesi la kusafiri ambalo husogea kwa mwinuko wa chini na lina usahihi wa hali ya juu. Kombora hili la Qadr ni kombora la masafa marefu. Kichwa cha vita na umbo la mwili wa kombora hili ni sawa na lile la Nur. Makombora yote mawili yanatumia mifumo inayofanana na vimeboreshwa kwa usaidizi wa uzinduzi sawa. Kichwa cha vita cha kombora hili la Qadr ni cha aina ya vilipuzi vikubwa ambavyo vinaweza kupenya silaha za meli. Qadr imejengwa katika aina mbili za majini na anga na ina nguvu kubwa ya uharibifu dhidi ya malengo ya pwani na meli za kivita. Kuruka kwenye mwinuko wa chini na kukabiliana na meli za adui na vifaa vya pwani vilivyo na sehemu ya chini sana za rada. Mfumo wa urambazaji wa usahihi wa juu ni kwamba kombora hili lina uwezo wa kuzuia ishara za kukwama, uwezo wa kupanga kombora kabla ya kurusha rada ya hali ya juu, lakini pia yenye uwezo wa kivita vya kielektroniki na kuandaa na kujibu haraka shambulizi na shabaha zinazoelea na uwezo wa kurusha na kurusha hewani. Kombora hilo lina uwezo wa kivita vya kielektroniki na lina uwezo wa kulenga wa hali ya juu sana. Ni kombora ambalo hutumia Digital Autopilot DAP ambayo hurekebisha njia yake ya ndege kwa lengo na kuhakikisha kuwa inafikia lengo. Mfumo wa kuongoza kombora hili la Qadr unategemea rada ya ndani inayotumika. Hivyo kombora hili la kupambana na meli lina uwezo wa kuongoza na kudhibiti hali ya aina yoyote, ambayo ni bora na sahihi zaidi kuliko makombora mengine ya kupambana na meli duniani. Sifa zingine za kombora hili ni pamoja na uwezo wa kusanikisha kwenye ndege kama vile helikopta ya MiG-17 na wapiganaji wa F-4 Phantom na kuifanya iwe sahihi na haraka zaidi katika kuharibu malengo ya adui. Ni kombora ambalo lina kipenyo cha sentimita 36 na lina uwezo wa kuruka kwa kasi ya Mach 0.9 na lina uwezo wa kuruka umbali wa kilomita 300 kutoka eneo lilipo hadi eneo ambalo linataka kufanya operesheni yake, lakini lina uzito wa kilogramu 200. Urefu wa kombora hili ni mita 20 hadi 30 juu ya usawa wa bahari na uzito wa kuruka kwenye urefu wa mita 3 hadi 5 za maji katika hatua ya mwisho ya kukaribia lengo. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio ripoti yetu ya leo. Tumekuwa tukiliangazia kombora la Qadr ambalo Iran imelitumia katika kufanya shambulizi dhidi ya meli ya USS Abraham Lincoln ya nchini Marekani.
Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.